Amen, amen. Utukufu na heshima zina yeye Mola wetu aliyekuwako, aliyeko na atakaye kuja. Ni neema kubwa wewe ambaye umepata nafasi ya kusikiliza ujumbe huu wa neno la Mungu. Umebarikiwa sana. Tunaendelea na somo na ujumbe wa neno la Mungu unaosema maeneo 7 muhimu ya kufanyia maandalizi kwa ajili ya unyakuo. Maeneo 7 muhimu ya kufanyia maandalizi kwa ajili ya unyakuo. Tuliangalia eneo la kwanza ambalo ni eneo la Roho Mtakatifu, na eneo la pili ni eneo la imani. Leo tena tunaendelea na eneo la imani, lakini katika kipengele kinachosema imani ya kuwa na hakika ya kwamba jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Imani ya kuwa na hakika kwamba jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Msingi wa somo wa eneo hili tumeliweka kwenye kitabu cha Luka sura ya 18. Luka sura ya 18 na ule mstari wa 8. Luka sura 18 na ule mstari wa 8. Maneno ya Mungu yanasema hivi: na waambia, atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Leo tena kwenye kipengele hiki tutatokea kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 20 na ule mstari wa 15. Maneno ya Mungu yanasema hivi: na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Naomba twende kwa pamoja sasa ninapoweka utangulizi. Ni jambo la kusikitisha na ni jambo la ajabu. Mwana-kondoo na watu wake wanasubiriana. Bwana harusi na bibi harusi wanasubiriana, kwamba bwana harusi ambaye ni mwana-kondoo wetu anamsubiria bibi harusi wake afanye matengenezo ili yeye aje amchukue. Lakini kwa wakati huo huo bibi harusi anamsubiria bwana harusi ambaye ni mwana-kondoo aje amchukue katika upotovu wake. Yaani kwamba kanisa la Mungu linamsubiria Bwana Yesu ili aje alinyakue, lakini naye Bwana Yesu analisubiria kanisa lifanye matengenezo ili aje alinyakue. Kwa hiyo hapo hatari iko mbele yetu, kwa maana majira ya Bwana Yesu kuja kulinyakua kanisa yameshatimia. Lakini kile anachokisubiria Bwana Yesu ni bwana harusi afanye matengenezo ili awe kamili na yeye aje amchukue. Lakini bibi harusi amejisahau, ambalo ni kanisa limejisahau kwamba liko kwenye upotovu na linatakiwa lifanye matengenezo ili kupitia hayo matengenezo Bwana Yesu aje. Yaani kwamba litakapofanya matengenezo liwe kamili na Bwana Yesu atokee sasa kuja kulichukua. Kwa hiyo hatari iko mbele yetu, na hiyo hatari ni kwamba kanisa litakuwa linaenda na muda utakuwa unaenda, na mwana-kondoo naye atakuwa anawasubiria watu wake wafanye matengenezo, na watakuwa hawafanyi matengenezo huku majira naenda na majira, na kanisa tajikuta limeingia kwenye ziki, tajikuta limeingia kwenye mipango na mikakati na operation za mpinga Kristo, lakini alikutakiwa lifike kule. Kwa nini? Majira ya Bwana Yesu kuja kulichukua kanisa yameshafika ili Mungu aje tunyakue. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kimsingi Mungu ana kitu kimoja ambacho kinamtesa sana. Kwa namna moja au namna nyingine, Mungu anacho kitu kimoja ambacho kinamtesa, kinampa huzuni, kinampa maumivu, kinampa kujutia, na kinampa kuumia sana moyo. Na kitu hiko ni upendo. Mungu kwa kawaida, Mungu ni pendo, na kwa kawaida Mungu ana upendo sana kuliko kiumbe chochote kile. Mungu ana upendo usiokuwa na kipimo.
Mungu ana upendo kuliko malaika. Mungu ana upendo kuliko kiumbe chochote, kuliko mwanadamu ama kiumbe chochote kile. Na kupitia upendo alionao Yesu, upendo huo unamfanya alie. Yaani Yesu ana upendo uliopitiliza kwa wanadamu. Yesu anatupenda sana wanadamu, na kitu hiko sasa ambacho kiko ndani yake kinamfanya amhurumie mwanadamu kiasi cha kumlilia na kiasi cha kuumia moyo. Na wakati huo Bwana Yesu akiwa anawalilia wanadamu, akiwa anamlilia bibi harusi wake yuko busy na mambo mengine, hana habari kabisa. Yeye yuko na furaha muda wote, yeye anasherehekea tu, ila yeye analia, ila yeye ana maumivu, yeye anaomboleza kwa ajili ya mwanadamu, ila mwanadamu yeye amemsahau muumba wake. Mwanadamu yeye yuko busy na mambo yake. Mwanadamu yeye hamkumbuki yeye aliyemuumba, hamkumbuki yeye aliye na upendo ndani yake kwa ajili yake, hamkumbuki yeye anayelia. Yeye yuko busy tu, kanisa liko busy, ila bosi wake analia. Bosi wake ana maumivu na mwanadamu, bosi wake ana maumivu na kanisa lake, lakini kanisa lake limemwacha na kanisa lake halimjali. Amen, amen. Kwa hiyo sasa Bwana wetu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni bwana harusi wetu, anatoa machozi kwa ajili yetu. Imagine Bwana wetu anatoa machozi kwa ajili yetu, lakini sisi hatujali. Sisi tuna mambo yetu, sisi tunamchezea, sisi tunafanya sarakasi za hapa na pale, lakini yeye ana maumivu. Kwa hiyo sasa hatujali. Kwa hiyo kuna hatari mbele yetu. Ninaomba sasa uendelee kunisikiliza. Kwa hiyo yote hayo ni kwa sababu ya upendo alionao kwetu. Ndiyo maana jina lingine Bwana Yesu anaitwa ni pendo. Jina lingine anaitwa ni pendo. Tupige hatua kidogo. Matengenezo. Kwa hiyo ninaposemea eneo la imani, maana yake kwamba imani haiwezi kuja na imani haiwezi kujengwa kama yule unayemwaminia hujawahi msikia, cha kwanza. Na kama yule unayemwamania, uliye na imani kwake, hujawahi kumuona. Kama yule uliye na imani kwake, hujawahi kumthibitisha. Ina maana hiyo imani kama haijajengwa kwenye mambo matatu, hiyo imani ni batili. Yaani huwezi ukamwamini mtu ambaye hujawahi kumsikia, huwezi ukamwamini mtu ambaye hujawahi kumuona, na huwezi ukamwamini mtu ambaye hujawahi kumthibitisha ili umwamini. Raka parabasatatatata. Tunajua wote kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa njia ya Kristo. Ukisoma Warumi sura ya 10, Warumi sura ya 10 na ule mstari wa 17. Warumi, nafikiri hii ni Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema hivi: basi imani chanzo chake ni kusikia. Kumbe imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Naomba twende pole pole. Tunajua Mungu anaishi ndani yetu, na Mungu yuko kila mahali, na Mungu yuko karibu kwa kila mmoja wetu. Na wewe unajua hilo kwamba Mungu anaishi ndani yako, na Mungu yuko kila mahali, na Mungu yuko karibu kwa kila mmoja wetu. Lakini kama Mungu anaishi ndani yetu, kwa nini toka Januari mpaka Disemba hajawahi kuongea ndani yako? Kwa nini kama Mungu anaishi ndani yako, kwa nini toka mwaka 1997 mpaka leo na unasema Mungu yuko ndani yako? Ukisoma Ufunuo sura ya 3, Ufunuo wa Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 20. Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mstari wa 20, neno la Mungu linasema kwamba
tazama nasimama mlangoni nabisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwa hiyo kwa kawaida Mungu huwa anaongea. Mungu sio sanamu zisizoongea, kama maneno ya Mungu alivyosema kwenye Zaburi. Zina kinywa lakini hazineni, zina miguu lakini hazitembei, zina macho lakini hazioni, zina pua lakini hazinusi harufu. Kwa hiyo Mungu yeye sio sanamu. Kinachomtofautisha Mungu na sanamu, yeye anatembea, yeye anasikia na yeye anaona. Kwa hiyo kama Mungu sio sanamu, kama Mungu anaongea, kama Mungu anaona, kama Mungu anasikia, tunataka sasa tujiulize maswali ili sasa tupate kuwa na uhakika wa imani tulio nayo. Kwa maana huwezi ukawa na imani na imani yako haiwezi ikajengwa kwa Mungu usiyemsikia. Imani yako haiwezi ikajengwa kwa Mungu usiyemwona. Imani yako haiwezi ikajengwa kwa Mungu usiyemthibitisha. Amen, amen. Kwa hiyo tunajua Bwana Yesu ni kama bwana harusi na sisi tu bibi harusi wake. Bwana Yesu ni bwana harusi na sisi tu bibi harusi wake. Je, unaweza kukaa na Bwana ndani asiyeongea Januari mpaka Disemba? Je, unaweza ukaishi na Bwana wako ndani ya nyumba Januari mpaka Disemba lakini haongei, yeye ni bubu? Je, unaweza ukaishi na Bwana toka miaka ya 2000 mpaka 2026 hajawahi kuongea ndani yako? Je, ni kweli yupo? Je, kama yeye sio sanamu, kama yeye anaishi ndani yako, kama yeye anaishi ndani yetu, kwa nini hatumsikii? Na maneno ya Mungu yanasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, na wanaijua na huisikia na kuifuata. Naomba uende na mimi kwa pamoja. Naomba unisikilize kwa makini sana. Naomba unisikilize kwa makini sana. Kwa hiyo kama toka Januari mpaka leo ikiwa ni Agosti hujawahi kumsikia kiongea, maana yake kuna mashaka kama yupo. Unaweza kuwa unamsubiria kumbe hayuko ndani yako. Unaweza kuwa unamsubiria kumbe hayupo. Kama yupo ndani ya mtu, amesema anabisha, anasimama mlangoni anabisha, ina maana kumbe anaongea. Kama ana uwezo wa kubisha, ana uwezo wa kuongea. Na anasema mtu akisikia sauti, ina maana kumbe sauti ipo. Na mtu anaweza kuisikia sauti, sio sauti ya fikira, bali ni sauti kabisa, unaisikia Mungu anaongea. Amen, amen. Naomba tujiulize maswali pamoja na mimi ili sasa tuweze kufanyia matengenezo eneo la imani. Tuweze kulifanyia matengenezo eneo la imani. Tuweze kulifanyia matengenezo eneo la imani. Je, una uhakika yupo kweli Bwana ambaye anaishi ndani? Kweli yuko ndani? Kama umeokoka miaka ya 80 lakini hujawahi kumsikia hata mara moja akiongea, naomba usiwe na uhakika wa kumsubiri. Hata akija anaweza akakuacha. Wewe umeokoka miaka ya 2020 lakini hujamsikia akiongea, usianze kumsubiri. Tunahitaji matengenezo, kwa maana ukiendelea kumsubiri atakuacha. Amen, amen. Kwa hiyo sasa, kama toka Januari mpaka Disemba Bwana wako hajawahi kuongea, ina maana kuna wasiwasi hapo, anaweza kuwa hayupo. Usirelaxi, ukaendelea kwenda kanisani, ukaendelea kutoa sadaka, kwa maana hatari yake ni kubwa. Unaweza ukatoa sadaka na ukapoteza. Lazima umhakikishe kwanza Bwana na umthibitishe, ndipo uendelee na safari. Unaweza kuwa tu unaenda kanisani unarudi, lakini hujawahi kumhakiki Bwana wako unayemtumikia. Itakuwa ni jambo la ajabu sana, na ni jambo la watu wasiokuwa na akili. Amen, amen. Amen, amen. Kwa hiyo sasa, kama mwana kondoo ni Bwana wetu, ni bwana harusi wetu, kwa nini tunaongea sisi tu? Hatumpi nafasi ndani yetu na yeye aongee? Kama
Bwana Yesu ni bwana harusi wetu, ni bosi wetu, ni mgeni rasmi, kwa nini kila siku sisi tunaenda na kumpelekea risala tu? Tunasoma risala, tukimaliza tunaenda kulala, tunasoma risala, tukimaliza tunatawanyika. Hatumpi nafasi ya kujibu risala yetu. Kwa maana hata kwenye mikusanyiko, ukimwalika mgeni rasmi, ukimsomea risala, unampa wakati na yeye kuijibu hiyo risala, kwamba kuna jambo atalifanya na kuna jambo hatalifanya. Kwa nini sisi bwana wetu tukienda tu tunaongea sisi tu? Kila tukienda tunaongea sisi tu mfululizo, hatumsikii yeye, hatumpi nafasi na yeye aongee. Kama yuko ndani yetu tunakula naye, tukilala tunalala naye, tukitembea tunatembea naye. Kwa nini kila wakati tunaongea sisi tu, tunaomba sisi tu, tunampelekea matatizo tu, na hatumpi nafasi ya kutujibu ili na yeye tumsikie? Kwa nini hatumpi nafasi na yeye aongee? Ni kweli ni bwana wetu ama tumepewa imani sio? Ni kwa nini wachungaji hawatuambii ukweli? Ni kwa nini mitume hawatuambii ukweli? Wainjilisti, walimu hawatuambii ukweli? Kwamba kama ni bwana wetu ina maana anaongea. Ina maana kumbe na yeye inatakiwa apewe nafasi ya kuongea. Ina maana yeye inatakiwa apewe nafasi ya kusikilizwa. Kwa nini hatumsikilizi? Je, tuliofundishwa ni uongo ama ni kweli? Ama ni imani potofu tunahitaji kufanya matengenezo? Ina maana kama ni miaka yote tumekuwa tu sisi tukiomba tu na kumpelekea barua zetu, hatumpi nafasi ya kumsikiliza na hatujui sauti yake. Je, tuna haki ya kumsubiria aje kutunyakua ama tufanye matengenezo? Yanda makaparabase tiriribisa papa. Kwa hiyo kama tunaye, kama tunakula naye, kama yuko ndani yetu, ili tuwe na uhakika naye, lazima tumsikie akiongea. Lazima na yeye tumpe nafasi aongee. Lazima na yeye tumsikilize ili sasa apate kuwa bwana wetu. Mtu usiyemsikiliza, usiyempa nafasi, huyo sio bwana wako. Ina maana hapo sasa kuna uhitaji matengenezo makubwa. Amen, amen. Kwa hiyo naomba tupige hatua kidogo. Hili eneo usiache kunifuatilia hapa, nitakaa sana kwenye eneo la ujuzi wa kujihuzulisha kwenye baraza la Bwana, kulivyo na umuhimu kwa kadiri siku ya kuja kutunyakua Bwana Yesu inavyokaribia. Tutaangalia hilo eneo la kujihuzulisha barazani kwa Bwana. Twende pole pole sasa. Kumbuka imani, nimekwambia kwamba inajengwa kupitia kumsikia yeye ambaye unamwamania. Lakini sio kumsikia tu, kumuona na kumthibitisha ili umwamini. Amen, amen. Basi tuangalie njia kaza wa kaza ambazo Bwana Mungu, Bwana Yesu hujifunua kwa watu ili ajulikane na watu wapate kumwamini. Yaani kuna njia ambazo Bwana Yesu hujifunua kwa watu ili wapate kumwamini, ili wapate kumthibitisha, ili wapate kumuona. Hebu tusome Matendo ya Mitume. Fungua kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17. Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari wa 23. Maneno ya Mungu yanasema, kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, na aliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Naomba unisikilize sasa ninapoenda kumalizia hapa. Tutaendelea wakati mwingine. Je, naomba tuulizane maswali. Je, Mungu unayemwabudu umemthibitisha? Mungu unayemsubiri kuja kukunyakua, Mungu hata mimi ninayemsubiria kwamba siku moja atakuja kuninyakua, je, nimemthibitisha, nikawa na imani naye, nikawa na uhakika naye? Amen, amen. Na kama umemthibitisha, amejifunua kwako kwa njia ipi ili umthibitishe? Yaani, na kama umemthibitisha, je,
amejifunua kwako kwa njia ipi ili umthibitishe? Naomba uachilie maoni yako hapo kwenye section ya comment, kwamba kama Mungu unayemwabudu, kama yule Mungu unayemtolea sadaka, kama yule Mungu unayeacha shughuli zako unaenda mbele zake, umemthibitisha. Je, umemthibitisha kwa njia ipi aliyojifunua kwako ili umthibitishe? Amen, amen. Je, katika madhabahu ambayo wewe unaabudu au unaenenda mbele yake, katika hiyo madhabahu ambayo wewe unaitumikia, unaitolea sadaka, je, Mungu wa mahali hapo hujifunua kwa namna gani? Ama ni kwa Mungu asiyejulikana? Ama ni kwa Mungu asiyejulikana? Yaani katika hiyo madhabahu wewe ambayo unaitumikia kwa jina lake, je, umemthibitisha? Je, ni Mungu anayejifunua kwa namna gani? Ni Mungu gani? Ni Mungu wa namna gani kwa hiyo madhabahu? Amen, amen. Nakwambia ukweli, wachungaji, mitume na manabii na wainjilisti na wahubiri wengine hawawezi kukwambia ukweli. Hawawezi kukwambia ukweli. Hawawezi kukwambia ukweli. Na badala yake utakuwa unaenda tu, unawafata, unawaandamia, unapoteza muda wako na kutoa sadaka. Lakini kama hawakwambii ukweli, uwe na uhakika siku moja unaweza ukapoteza muda wako na ukapata kujutia. Ukajikuta Bwana Yesu amerudi na amekuacha, lakini ulikuwa ukitoa sadaka nyingi, lakini ulikuwa ukiacha shughuli zako na kufanya shughuli za kanisani, lakini kumbe ni kwa madhabahu, kwa Mungu asiyejulikana. Hata yule aliyekuwa anamtumikia hapo Mungu, na yeye hamjui Bwana wake kwamba hujifunua kwa namna gani. Naomba leo sasa tuangalie njia chache ambazo Mungu hujifunua kwa watu wake. Njia ambazo Mungu hujifunua kwa watu wake ili wamthibitishe. Kumbuka ni maeneo 7 muhimu ambayo mtu anatakiwa yafanyie maandalizi kwa ajili ya unyakuo. Kumbuka leo naweka tu tangulizi, bado sijaingia kwenye kipengele ambacho kinasema kwamba imani ya kuwa na hakika ya kwamba jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Ya kwamba jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima. Tuangalie njia mojawapo ambayo katika nyakati hizi Mungu anajifunua kwa watu na kujithibitisha kwa watu. Njia ya kwanza ni Mungu hujifunua kwa moto. Mungu hujifunua kwa moto. Kumbuka Mungu haonekani, Mungu hashikiki, lakini Mungu ni halisi. Ijapokuwa haonekani, ijapokuwa hashikiki, Mungu ni halisi. Na Mungu huwatokea wanadamu, na ana njia ambazo Mungu hujifunua kwake, hutumia kujifunua kwa wanadamu. Kwa hiyo ninataka sasa nikuulize tena maswali. Je, ni maswali haya ambayo unatakiwa kujiuliza hata wewe mwenyewe. Je, ni nini hujitokeza kwako unapoenda mbele za Mungu unayemtumikia? Unapoenda kwa Mungu unayemuomba, ni nini hujitokeza mbele yake ili kukuthibitishia kwamba mahali ulipo uko mbele za Bwana? Ni nini kinachokupa imani, kinachokupa uhakika kwamba uliye mbele zake ni Mungu? Uliye mbele zake ni Mungu. Naomba ucomment hapo kwamba je, ni nini hujitokeza kwenye ufahamu wako? Ni nini hujitokeza mbele zako? Ni nini hutokea kwako